Je, unajua kuna tofauti kubwa kati ya matumizi au vitu wanunuavyo watu wa kipato cha chini, watu wa kipato cha kati na matajiri kila siku? Wakati mwingine ni rahisi kugundua tofauti hizi, ila wakati mwingine ni vigumu. Utakwenda kugundua hivi punde, alafu wewe mwenyewe utafanya tathmini. Kwa nini walionacho, yani matajiri, utajiri wao unaongezeka, wakati watu wa kipato cha kati na kipato cha chini wakikandamizwa kushuka chini? Ili uweze kuelewa mambo haya, napenda ufahamu misamiati ya msingi inayotumika katika lugha ya matumizi ya fedha na jinsi misamiati hiyo inavyotumika. Misamiati unayopaswa kuifahamu ni mapato. Hii inamaanisha pesa unayoingiza. Matumizi. Hii inamaanisha pesa unayotumia au pesa inayotoka mfukoni mwako. Rasilimali. Neno hili ndilo linaloleta mkanganyiko mkubwa kwa watu wengi. Rasilimali inatakiwa iwe kitu kinachokuingizia pesa. Kama wewe ni mhasibu au afisa mpango fedha, nimekudokeza tu ili utoke katika mawazo yako ya awali kwamba rasilimali ni mali au vitu ulivyonavyo. Utapata kuelewa zaidi hivi punde. Dhima. Huu ndio msamiati wa mwisho ninaopenda ufahamu. Na maana yake ni vitu vyote vinavyokugharimu au vinavyotoa pesa mfukoni mwako. Watu wengi wana mtazamo kwamba nyumba siku zote ni rasilimali. Lakini je, hutokea nyumba kuwa sehemu ya dhima, yaani kitu kinachokugharimu? Ndiyo, hutokea katika mazingira fulani nyumba ikawa kitu kinachokugharimu. Kwani katika maana niliyokueleza hapo awali, kitu chochote kinachotoa pesa mfukoni mwako, hicho ni dhima. Lakini katika kutimiza shauku yako, ndiyo, nyumba yaweza kuwa rasilimali. Lakini ni katika mazingira gani nyumba huwa rasilimali? Kama ukinunua au ukijenga nyumba, ukaipangisha, ikakuingizia kipato chenye mtiririko wa uhakika kila mwezi, hapo nyumba itakuwa rasilimali. Katika kuhakiki zaidi maneno tuliyojifunza hapo awali katika muktadha wa lugha ya matumizi ya fedha, hebu tujikumbushe tena misamiati hiyo kabla tujaendelea zaidi. Mapato ni pesa unayoingiza. Matumizi ni pesa unayotumia. Rasilimali ni kitu kinachokuingizia pesa. Dhima ni kitu kinachotoa pesa mfukoni mwako. Katika jamii yetu, watu wamegawanyika katika makundi manne kutokana na kipato. Kwanza, kuna maskini au fukara. Hawa ni watu duni waliokata tamaa. Kuna watu wa kipato cha chini, watu wa kipato cha kati na matajiri. Tuachane na watu fukara. Hebu sasa tuangalie vitu wanavyonunua watu wa kipato cha chini siku wanapolipwa mshahara au wanaopata pesa. Siku wanapolipwa mshahara au wanaopata pesa, watu wa kipato cha chini hununua vitu ambavyo vinaitwa vikorokoro. Vikorokoro ni vitu gani? Hivi ni vitu vya bei ya chini ambavyo watu hununua angali ukiangalia hawavihitaji au havina ulazima katika maisha yao ya kila siku. Ukiingia kwa mtu, huna hata pa kuweka mguu, chumbani au sebuleni. Hata ukutani huwezi kuona hata futi moja ya ukuta iliyo wazi kutokana na jinsi vikorokoro vilivyojazana na kuning'inizwa ukutani. Vikorokoro hivi wanavipata wapi? Wanavinunua sehemu ambazo zina punguzo la bei, sehemu kama kwenye mitumba, minada na magulio. Kwa hiyo kipato chao kinaingia siku wanapolipwa mshahara na kwenda moja kwa moja kugharamia vikorokoro wasivyovihitaji katika maisha yao ya kila siku. Watu wa kipato cha chini wameshindwa kabisa kujielimisha juu ya mambo ya usio rasilimali na dhima. Watu hawa hujitetea kwamba wananunua vitu hivi kwa sababu ni bei nafuu sana. Ndiyo, ni bei nafuu sana. Pesa kidogo, gharama ndogo, sio hela nyingi. Lakini baada ya miaka mingi ndio vitu pekee walivyonavyo. Tatizo hapa ni kwamba kipato chao hakijawahi hata siku moja kuzalisha kipato zaidi. Lengo si kuwabeza au kuwadharau watu hawa au tabaka lingine lolote la watu. Ukweli ni kwamba kipato chao kinatumika katika hali ambayo haikustahili. Lengo ni kukuelimisha. Natumai na wewe utawashirikisha habari hii watu unaowapenda na kuwajali. Kutengeneza kipato thabiti na endelevu sio muujiza, ni formula. Kinachosababisha mtu ashindwe kutengeneza kipato thabiti na endelevu ni kutokujua juu ya formula husika, au hata akijua haitumii. Hebu sasa tuangalie kundi la pili la watu wenye kipato cha kati, ambalo jamii huwaona kama matajiri, wakati si kweli. Ndiyo, kimtazamo wanaonekana kama matajiri, wanapata kipato kikubwa, lakini wanunuacho siku wanaopata pesa au malipo yoyote huwafanya watumwa na kubaki katika kundi la watu wenye kipato cha kati daima. Wanunuacho siku wanaopata pesa ni dhima. Je, unakumbuka maana ya dhima tuliyojifunza hapo awali? Ni vitu vinavyotoa pesa mfukoni mwako au vinavyokuongezea gharama. Kwa kununua vitu kama hivi, pesa inaingia mfuko huu na kutoka mfuko mwingine. Dhima za namna hii ni vitu kama vile gari ya kutembelea, nyumba ya kuishi,
simu ya gharama, samani za gharama, mavazi ya gharama na kadhalika. Takueleza inavyokuwa. Mfano, mtu katika kundi hili anaweza kuwa anapata kipato cha shilingi milioni 7 kwa mwezi. Mwisho wa mwezi anagawa kipato chake katikati. Nusu hulipia matumizi yake ya kawaida ya mwezi na nusu ya pesa iliyobaki hulipia advance ya gari jipya la mkopo litakalomgharimu shilingi milioni 24. Baada ya hapo, benki huendelea kumkata kila mwezi shilingi milioni 1.5. Ukijumlisha mafuta, matengenezo na bima, ameongeza matumizi mapya ya shilingi milioni 2.5 kutokana na ununuzi wa gari hilo. Baada ya muda mfupi, hujisikia kununua gari jingine kwa ajili ya mkewe, kujenga nyumba nyingine kijijini, kwenda na familia kupumzika na kufanya shopping Nairobi. Kutahamaki, dhima hizi zimeongezea matumizi kufikia au kuzidi kipato chao. Ukweli ni kwamba watu hawa hutumia kipato chao chote. Kwa hali hiyo, watu wa kipato cha kati hulazimika kufanya kazi ili waweze kupata pesa za kuhudumia dhima zao au kulipia madeni. Tafadhali, hebu chukua dakika chache kutafakari. Kawaida mtu akitaka kujenga nyumba hufanya tathmini ya gharama zake ili ajue kama ana kiasi cha kutosha kuimaliza. Yaani, ili kufanikisha jambo inabidi kwanza ujue uko wapi. Tafadhali, fuatilia maswali yafuatayo kwenye karatasi uliopewa. Je, wewe upo kundi lipi la kipato kama tulivyoainisha hapo awali? Upatapo pesa au malipo yoyote unanunua nini? A. Vikorokoro, yaani vitu vya gharama ndogo visivyokuwa na ulazima kwenye maisha yako ya kila siku. B. Dhima, yaani vitu vinavyokuongezea gharama katika maisha. C. Rasilimali, yaani vitu vinavyokuongezea kipato. Tafadhali, weka alama ya vema katika jibu la chaguo lako. Andika mambo matatu uliyoyafanya kujiongezea kipato zaidi ndani ya mwaka mmoja uliopita kutokana na kipato chako. Tafadhali, jibu maswali yako kwenye karatasi uliopewa. Kitu kingine muhimu kuhusu makundi haya mawili, yaani watu wa kipato cha chini na kipato cha kati, ni kwamba kipato chao chote kinatokana na juhudi zao pekee. Ndiyo maana watu wengi waliokuwa na kazi nzuri hapo zamani ila sasa wamestaafu bado wanafanya kazi kwa mkataba au wanatafuta kazi. Hii inamaanisha ya kwamba wanategemea kubadili ujuzi na maarifa walionayo kwa pesa itokanayo na wateja wanaohudumia moja kwa moja. Mfano, wakili ana elimu na ujuzi juu ya sheria, hivyo anategemea wateja wanaohitaji huduma za kisheria wamlipe kutokana na makubaliano. Tatizo hapa ni kwamba hasipoweza kupata wateja au wasipoweza kufanya kazi kutokana na umri au afya, au mkataba wa kazi unapokwisha, hataweza kutengeneza pesa yoyote kwa mahitaji na maendeleo ya familia yake. Watu hawa huwa wana msongo mkubwa sana wa mawazo kutokana na gharama za maisha za kila siku zinazowakabili. Ukiangalia kijuujuu utadhani wanaishi maisha ya raha mustarehe. Ukweli ni kwamba maisha yao ni ya mchaka mchaka. Hao ndio watu wenye kipato cha kati. Watu wanaweza kugawanyika kwenye makundi manne kutokana na kipato na muda. Kundi A. Hili ni kundi la watu wenye kipato cha chini, hawana pesa ila wana muda mwingi. Kundi B. Hili pia ni kundi la watu wenye kipato cha chini, hawana pesa na hawana muda. Watu hawa wamebanwa kwenye ajira au shughuli zao binafsi, lakini hazina tija. Kundi C ni kundi la watu wa kipato cha kati, wana pesa ila hawana muda, kwani hulazimika kufanya kazi ili waweze kupata pesa za kuhudumia dhima zao au kulipia madeni yao. Wengi wao hubadili maarifa na ujuzi wao kwa pesa itokanayo na wateja wanaowahudumia moja kwa moja. Wachache humiliki biashara kubwa zinazowalazimu kuzisimamia mara kwa mara. Kundi D ni matajiri, wana pesa nyingi na muda mwingi. Wao hujenga biashara ambazo hazihitaji kusimamiwa kila wakati, ambazo huwalipia na kuwanunulia dhima zao. Je, wewe upo kwenye kundi lipi? A, B, C au D? Weka alama ya vema katika jibu la chaguo lako. Hebu sasa
tuwaangalie matajiri wananunua nini wanapopata pesa. Matajiri hununua rasilimali. Kumbuka, rasilimali ni vitu vinavyokuingizia pesa. Hivyo, ukitaka kuwa tajiri, nunua rasilimali ambazo zitakuingizia pesa. Na mzunguko wake wa pesa unakuwa hivi: nunua rasilimali zitakazokuingizia pesa, ambazo zitakuwezesha kununua rasilimali zaidi, ambazo zitakuingizia pesa zaidi, ambazo zitaweza kununua rasilimali zaidi, ambazo zitakuingizia pesa zaidi. Matajiri hununua vitu ambavyo huwaingizia pesa zaidi. Hapa kuna baadhi ya mifano ya rasilimali zinazoweza kukuongezea mapato: uwekezaji, hisa, dhamana za serikali na majengo ya biashara. Vile vile, taarifa sahihi ni rasilimali nyingine muhimu. Ukipata taarifa sahihi kuhusu fursa fulani, ukaichangamkia, ikakuingizia kipato, hiyo ni sawa na kununua rasilimali. Kuna msemo unaosema, jambo usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Mfano mwingine wa rasilimali ni biashara ambazo zinaweza kukupa kipato endelevu. Hizi ni biashara ambazo ukishazijenga zinaweza kujiendesha zenyewe bila hata uwepo wako. Hii inamaanisha ukishazianzisha zinaendelea kukulipa bila lazima wa wewe kuzisimamia. Matajiri wana shauku kubwa ya kugundua biashara kama hizi zisizohitaji usimamizi kila wakati, kwa sababu zitaendelea kuwalipa mwezi hadi mwezi, mwaka hadi mwaka, muda mrefu baada ya wao kuacha kuzisimamia. Kitu cha pekee kinachotofautisha matajiri na makundi haya mawili, yani watu wa kipato cha chini na watu wa kipato cha kati, kwamba matajiri hujenga kwanza biashara ambazo huwalipia na kununulia dhima zao. Hivyo ndivyo matajiri wanavyotengeneza mamilioni yao. Hebu tuangalie jinsi Saidi Bakhresa, mmiliki wa Azam, anavyotengeneza mamilioni yake. Tunajua ya kuwa Azam inauza bidhaa za aina nyingi. Moja ya bidhaa hizi ni ice cream inayosambazwa kwa njia ya baiskeli. Inakadiriwa ya kuwa ukanda wa Pwani pekee una zaidi ya baskeli 500 na kila baskeli inaingiza wastani wa shilingi 50,000 kwa siku. Ukizidisha 50,000 mara baskeli 500 unapata takriban shilingi milioni 25 kwa siku. Je, unadhani Azam ingekuwa na maduka 500 badala ya baskeli 500 ingeingiza kipato hicho cha shilingi milioni 25 kwa siku? Vipi kuhusu gharama za pango la duka, leseni ya biashara, umeme, TRA, muda wa usimamizi wa biashara na gharama za kuajiri wafanyakazi? Je, mfanyakazi anafanya kazi kwa maslahi yake au kumnufaisha bosi? Bila shaka jibu unalo. Siku zote mfanyakazi hajali umepata faida au hasara. Mwisho wa siku anadai chake. Kwa kutumia baskeli, Azam imepunguza asilimia kubwa ya gharama za uendeshaji. Hata waendesha baskeli ni watu ambao wanajitegemea, hawajaajiriwa. Kila mmoja ana uwezo wa kutengeneza pesa kutokana na juhudi zake. Kuna anayeweza kuingiza 20,000 kwa siku, mwingine 70,000, mwingine 120,000 na kadhalika. Vile vile baskeli hizi zinafuata wateja pale walipo. Kwa hali hiyo, uwezekano wa kuuza ni mkubwa, tofauti na duka au supermarket ambazo zinategemea wateja wanaopita eneo husika au wanaojua duka lilipo. Pia baiskeli zinaongeza uhitaji wa watu kununua ice cream. Kwa mfano huo wa usambazaji kwa njia ya baiskeli, utaona kuwa biashara za kipato endelevu zina tabia zifuatazo. Zinatoa fursa ya biashara kwa watu wenye mtaji mdogo, zinatumia njia yenye gharama ndogo kusambaza bidhaa zake. Bidhaa zinapatikana sehemu nyingi, hivyo inaongeza wigo wa biashara. Haitegemei wateja wa eneo moja kama duka au supermarket, hivyo huongeza uwezekano wa kuuza. Pia haihitaji usimamizi kila wakati. Hizi biashara zenye kipato endelevu zisizohitaji usimamizi kila wakati huwezi kuzigundua usipokuwa na utayari wa kuzisikia. Kwa hiyo biashara hizi zipo, ila tu unatakiwa kuzitafuta kwa bidii. Na mara utakapozigundua uwe tayari kuzitafiti. Vile vile unatakiwa kujielimisha vya kutosha ili fursa inapojitokeza uichangamkie bila kuipoteza. Kila mtu ana mahitaji tofauti na matamanio ya moyo tofauti na mwingine. Vipi kuhusu wewe? Ungependa kukamilisha nini katika maisha yako? Je, ukimiliki biashara ya kipato endelevu, utatumiaje kipato chako? Kulipia bills na madeni yanayokusonga, kujenga au kumalizia nyumba yako, kulipia ada au kupeleka watoto shule nzuri za uhakika, kununua usafiri au gari, kujiendeleza kielimu. Kama mtaji wa biashara unayoipenda,
kufanya shopping ya vitu unavyovipenda, kusaidia ndugu na jamaa, kulipia safari za kwenda sehemu zenye vivutio duniani, kama kipato mbadala kitakachokuwezesha kuishi maisha ya ndoto yako. Kuwekeza katika kununua rasilimali zaidi, kama vile kununua hisa za makampuni makubwa, kumiliki majengo ya biashara na kumiliki kampuni yako. Kumbuka, watu wa kipato cha chini hununua vikorokoro vingi. Watu wa kipato cha kati hununua dhima au vitu vinavyoongezea gharama katika maisha, wakati matajiri hununua rasilimali. Ni vema kujihusisha katika biashara inayoweza kukuingizia kipato endelevu, isiyokulazimu kushughulika nayo kila wakati. Halafu pesa utakazozipata kutoka kwenye biashara hiyo uwekeze katika biashara nyingine isiyokuhitaji wewe kushughulika nayo kila wakati, na kadhalika na kadhalika. Hiyo ndio formula ya kutengeneza kipato thabiti na endelevu.